Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Alhamisi Takatifu, shule ya upendo. Alhamisi Takatifu ambayo kwa Kiingereza huitwa Holy Thursday, ambayo pia huitwa Alhamisi Kuu, ni siku muhimu sana katika kalenda ya Kikristo inayoadhimisha matukio ya mwisho ya maisha ya Yesu Kristo kabla ya kuteswa na kufa kwake. Ni siku ya kipekee katika Juma Takatifu inayotualika kuingia katika shule ya upendo. Siku hii haikumbuki tu tukio la kihistoria, bali inatufundisha namna upendo wa kimungu unavyopaswa kutafsiriwa katika matendo yetu ya kila siku. Alhamisi Takatifu inapotajwa kama shule ya upendo, inatukumbusha masomo makuu manne ambayo Kristo alitufundisha siku hiyo. Na somo la kwanza analotufundisha Kristo ni kwamba upendo ni unyenyekevu na huduma. Katika shule ya upendo, somo la kwanza ni unyenyekevu. Yesu aliye mwalimu na Bwana anachukua nafasi ya mtumwa na kuosha miguu ya wanafunzi wake. Katika Yohana sura ya 13 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 15 tunasoma, basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Mpendwa, tendo hili la Yesu linatufundisha mambo yafuatayo. Linatufundisha kuwa uongozi ni utumishi, sio ubosi. Katika shule hii, somo la kwanza ni kwamba upendo wa kweli hautafuti makuu, bali unainama chini ili kuwahudumia na kuwainua wengine. Ni wito kwetu sote katika nafasi zetu za kazi, katika familia na jamii, kuwa na moyo wa unyenyekevu. Mwenye moyo wa unyenyekevu atajali wengine. Yesu anatufundisha kuwa uongozi si mamlaka ya kutawala wengine, bali ni nafasi ya kuwatumikia. Viongozi wanaitwa kuwajali walio chini yao na kuepuka kiburi na ubaguzi. Somo la pili Yesu analotufundisha hapa ni kuvunja matabaka. Kwa kutawadha miguu wanafunzi wake, Yesu alivunja ukuta kati ya mwenye nacho na asiye nacho, au mkuu na mdogo. Katika jamii hii inatuhimiza kuheshimiana pasipo kujali vyeo au hali ya kiuchumi. Somo la nne analotufundisha Yesu hapa ni kuhusu amani na maridhiano. Kitendo cha kutawadha miguu wanafunzi ni ishara ya unyenyekevu inayoweza kumaliza chuki. Katika jamii yenye migogoro, roho ya unyenyekevu ndiyo njia pekee ya kufikia maridhiano ya kweli. Hilo ni jambo la kwanza. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafunzo.